السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Asal Aziz anasema kuanzia leo jalsa salana yenu itaanza Sayyidina Mala salatu wassalam alisema kwamba jalsa salana ni ijtimaa ya dini na jalsa inafanyika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kila mshiriki wa jalsa anatakiwa ajue kwamba yeye amekuja kwa ajili ya kuboresha hali yake ya kielimu na ya kidini, na sisi sote tumekuja kwa nia hii, na siku 3 tutaendelea kubaki hapa kwa kuwa na nia hii kwamba namna gani tunaweza kuboresha hali yetu ya kiroho na hali yetu ya kielimu. Ikiwa sisi hatuna nia na mawazo ya aina hii, basi kuja kwetu hata itakuwa bure. Siku hizi dunia inaendelea kumsahau Mwenyezi Mungu. Kila mfuasi wa dini anaendelea kuwa mbali na dini yake. Taarifa tunayopata kila mwaka sawa na taarifa ile inaonekana kwamba wafuasi wa dini mbalimbali wanaendelea kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, hata wanaendelea kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, na vile vile wanaendelea kumkataa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hali ya Waislamu pia inatuambia au inathibitisha kwamba hawa ni Waislamu wa kidina na wanatanguliza dunia juu ya dini. Hali hii inapopatikana, ikiwa sisi pia ambao tunadai kwamba tumempokea imamu wa zama hizi, ikiwa sisi pia tunafanana nao, ilhali tunaamini kwamba tumempokea yule ambaye sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu alimtuma kwa ajili ya kuisha dini tukufu ya Islam, na sisi tunaahidi kwamba tutatekeleza kazi yake na tutafikisha ujumbe wake. Ikiwa tunaahidi katika hali hii, hatubadilishi hali zetu na hatuleti mabadiliko mazuri ndani yetu, basi madai yetu kwamba tumejiunga na jumuiya ni madai ya juu juu tu, na bayeti yetu pia ni bayeti ya kijina tu,
na ahadi yetu pia ni ahadi ya kijina ambayo sisi hatutekelezi, na vile vile kujumuika kwetu katika jalsa salana pia ni kujumuika kwa ajili ya sherehe ya dunia. Kwa hivyo kila mwanajumuiya anatakiwa afanye tafakur na achunguze amali zake na hali yake, kwamba ikiwa yeye anakuwa mawazo ya aina hii, basi katika hali hii haitakuwa na faida ya kushiriki jalsa salana, kwa sababu sayyidina alayhi salatu wassalam alituelezea shabaha na malengo ya jalsa salana. Tunapozingatia shabaha hizi na malengo haya ya jalsa salana, tutaweza kutekeleza shabaha hizi na malengo haya, na pamoja na kutekeleza malengo haya sisi tutakuwa warithi wa maombi ya sayyidina alayhi salatu wassalam aliyofanya kwa ajili ya washiriki wa jalsa salana, na hivi tutaweza kuboresha dunia yetu na akhira yetu. Vile vile hivi tutaboresha akhira yetu, na kwa sababu ya kufanya vitendo vizuri tutakuwa wenye kuleta vizazi vyetu karibu na Mwenyezi Mungu na wenye kufuata dini tukufu ya Islam, na vile vile hivi tutaweza kuwafanya kuwa watoto wanaopenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika zama hizi ambamo watu wanaendelea kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, vizazi vyetu vitaendelea kuwa karibu na Mungu, hata vizazi vyetu vitaleta watu karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi sisi tunalazimika kutimiza ahadi yetu, tunalazimika kuokoa vizazi vyetu. Ikiwa tunataka mambo haya yote, basi katika hali hii tunalazimika kuzingatia malengo ya jalsa salana. Katika hali hii tunalazimika kukaa hapa siku 3, kwamba tutaendelea kufuata mafundisho yote ya dini tukufu ya Islam na malengo ya jalsa salana. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza shabaha za jalsa salana na malengo ya jalsa salana aliwahi kusema, jalsa, wale wanakuja kuhudhuria jalsa salana wanatakiwa wajali sana kuhusu maisha yao ya akhira, wawe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile waimarike katika ucha Mungu, na wawe na moyo mpole. Vile vile mazingira ya udugu yajengeke na unyenyekevu pia upatikane ndani yao, na waweze kushika ukweli katika maisha yao. Vile vile wawe wenye kujitolea kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Basi haya ni malengo yetu ya kuja kwenye jalsa salana, na vile vile ni lengo letu la kujumuika kwetu hapa. Kila mwanajumuiya au mwanamke au mwanamume, mzee, kijana au mtoto, sawa na nasahia sayyidina alayhi salatu wassalam, anatakiwa afikirie kuhusu akhira kiasi kwamba yeye asijali kuhusu vitu vya dunia. Na wakati mtu anapoishi katika dunia hii, jambo hili ni changamoto kubwa sana kwa ajili yake, na kwa ajili ya kupata lengo hili anatakiwa afanye jihadi. Mtu anaweza kujali kuhusu akhira na kutanguliza akhira wakati mtu anapokuwa na yakini juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndivyo anakuwa na yakini kwamba maisha ya dunia ni maisha ya siku chache. Labda mtu ataishi miaka 80 au 90, angalau ataishi miaka 100, lakini siku moja lazima ataaga dunia hii. Na vile vile sio hivyo kwamba watu wote wanapata maisha kiasi hiki. Wapo wengi ambao wanafariki kabla ya kufika umri huu, kisha baadaye inatakiwa kumbuke kwamba kuna maisha ya akhira baada ya kuaga dunia hii.
katika hali hii mwenye akili ni yule ambaye anatanguliza maisha ya akhira juu ya maisha ya dunia. Lakini udhaifu unatuonyesha kwamba sisi badala ya kutanguliza maisha ya akhira tunaanza kutanguliza maisha ya dunia juu ya maisha ya akhira ambayo ni maisha ya milele. Na watu wa dunia wakifanya hivi, kwa kuwa wao wanaona kwamba wanao akili sana, ni watu wenye akili sana, lakini Mwenyezi Mungu au mwaminio amali zake zinakuwa tofauti na hali hii, na lazima amali zake ziwe tofauti na hali ya mtu wa dunia. Ndiyo maana atakuwa mwaminio, anatakiwa awe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwaminio anatanguliza mapenzi ya Mwenyezi Mungu juu ya mapenzi yote ya dunia. Yeye anakuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hofu yake inakuwa si kwa sababu ya hii kwamba Mungu atamwadhibu, bali yeye anamwogopa Mwenyezi Mungu kwamba isije Mungu wake akamkasirikia. Mtu anapokuwa na mapenzi ya aina hii, ndipo mtu anafanya juhudi ya kufuata amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila kitendo chake kinakuwa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kwa kuzingatia maisha ya akhira. Yeye yani mwaminio anakuwa na yakini ni Mungu ambaye ananilea na yeye ni mpaji wa kila kitu, ni yeye ambaye ananijalia neema zake. Na katika neema hizi kuna neema za kidunia na vile vile neema za kiroho pia, na neema hizi zote zinapatikana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwaminio anakuwa na yakini na imani kwamba ikiwa mimi naendelea kutekeleza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na mimi ninakuwa na yakini kwamba Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu na yeye anaye uwezo juu ya kila kitu, katika hali hii mimi nitaendelea kupata baraka za neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu ataendelea kunijalia neema zake. Mwaminio anakuwa na yakini kwamba ikiwa mimi naendelea kuishi maisha yake sawa na amri zake, basi katika hali hii nitaendelea kwa mrithi wa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mimi kwa kushika ucha Mungu na kwa kutekeleza haki zake na haki za watu wake, basi katika hali hii Mungu atakuwa radhi pamoja nami. Basi hii ndiyo ni fikira na amali sawa, na fikira hii ni kitu ambacho kinamjalia mtu fadhila za Mwenyezi Mungu na baraka zake, na kwa sababu ya hii mtu anapata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hao ndio ni wale watu ambao wanaitwa watu wa kushika njia ya uchamungu. Yani hawa ni wale watu ambao wanafuata amri zote za Mwenyezi Mungu na mioyo yao inakuwa laini kwa ajili ya Allah, kwa sababu kila wakati moyoni mwao Mungu anaishi. Hao ndio ni wale watu ambao kwa ajili ya wengine wanakuwa na upendo na mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mapenzi yao sio kwa ajili ya tamaa ya nafsi yao, bali inakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo wale wacha Mungu ambao wanakuwa wanyenyekevu, hawaonyeshi unyenyekevu juu ya watu wakubwa matajiri, bali hawa wanakuwa wanyenyekevu mbele ya wanyonge na watu ambao wako chini sana. Hao ndio ni wale watu ambao wanashika njia ya ukweli, na vile vile wanakuwa na imani kwamba kusema kweli ni kitu ambacho kinampeleka mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu, na mtu akisema uongo basi yeye anaelekea kwenye ushirikina.
kisha wakati mtu anapokuwa na fikira ya akhira na anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu na vile vile anajua uhakika wa ucha Mungu ni nini, katika hali hii mwaminio, kwa kuwa mwaminio namna gani anaweza kusema uongo? Wale ambao wanakuwa na sifa hizi wanakuwa hodari sana katika huduma ya dini. Pengine huduma ya dini pia inakuwa kwa ajili ya masilahi ya nafsi. Tunakuta katika Waislamu wapo maulamaa wengi sana ambao kwa jina la dini wanatoa huduma, lakini kwa chini chini wanadhulumu kwa jina la dini. Hawa ni watu ambao hawana uchamungu, wao hawana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ni maulama ambao wanatanguliza masilahi ya dunia juu ya faida ya dunia, lakini wanataja jina la dini na jina la Mwenyezi Mungu. Basi kila maaminio anatakiwa aelewe vizuri roho ya ile hali ambayo Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam alitaka ipatikane ndani yetu. Huzur anasema kwamba sisi kwa kuzingatia nasaha hizi zote tunatakiwa tuchunguze hali zetu, kwamba je, sisi tunashiriki jalsa salana au tunahudhuria jalsa salana kwa nia hii au nia yetu ni tofauti, na je sisi tunakuwa na hamu ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu au la. Ikiwa sisi kwa sababu ya kuwa udhaifu wa binadamu zamani tulikosea na tulifanya makosa ya aina mbalimbali, sasa kuanzia leo kwa azma mpya na kwa nia mpya sisi tutafanya juhudi na tutafanya mema na tutafanya juhudi ya kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Leo je, sisi tunaahidi kwamba badala ya dunia sisi tutajali akhera na maisha ya akhera? Na vile vile sisi tutatanguliza hofu ya Mwenyezi Mungu na maisha ya akhera juu ya mambo yote ya dunia, na vile vile sawa na uwezo wetu tutafuata njia za ucha Mungu. Mioyoni mwetu sisi tutaleta ulaini kwa ajili ya wengine. Sisi tutajenga udugu kiasi hiki kwamba udugu wetu uwe mfano kwa ajili ya wengine. Vile vile sisi tutazidi katika unyenyekevu, na kusema kweli itakuwa sifa yetu, na sisi tuwe wa kweli kiasi hiki kwamba wasiokuwa wanajumuia waseme kwamba hawa ni wanajumuia ambao wanasema kweli. Hata kama wanapata hasara hawajali kuhusu ile hasara, bali wanasema ukweli. Vile vile sisi tutakuwa wenye kujitolea kwa ajili ya dini kiasi hiki kwamba tutakuwa mfano kwa ajili ya wengine, na sisi tutafanya juhudi kwamba tutafikisha ujumbe wa Islam na tutamwambia kila mtu kwamba mafundisho mazuri ni tukufu ya Islam ni aina gani. Ikiwa sisi tunatekeleza na tunatimiza ahadi zetu hizi zote na tunaishi maisha yetu sawa na ahadi zetu hizi, basi katika hali hii bila shaka sisi tumeshatimiza ahadi yetu na tumetekeleza wajibu wetu. Kwa hiyo njoni leo sisi tukae pamoja na sisi tufanye mpango wetu wa maisha yetu. Na yule ambaye anamwogopa Mwenyezi Mungu, kwanza kabisa yeye anazingatia swala zake. Hii ndiyo ni dalili yake kwamba yeye anamwogopa Allah, na yeye anajua kwamba lengo la maisha yake ni nini. Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam amefanya tafsiri yake hivi, yani mimi nimeumba binadamu na jini
kwa ajili ya hii ili wao wanitambue vile vile waniabudu. Amesema kulingana na aya hii lengo haswa la maisha ya mwanadamu ni kwamba yeye amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile amtambue Allah na yeye awe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Amesema zaidi kwamba hii ni dhahiri kwamba mwanadamu hana uwezo kwamba awezi kupanga lengo lake la maisha yake, ingawa anadai kwamba anapanga lengo la maisha yake, lakini yeye hana uwezo, kwa sababu mwanadamu haji kwa hiari yake wala yeye haagi dunia kwa hiari yake, bali yeye ni makhluk, yani ameumbwa na Mwenyezi Mungu na yule ambaye aliyemuumba na Mungu alimjalia kuwa mbora zaidi kuliko viumbe vingine vyote. Mwenyezi Mungu ameweka lengo maalum kwa ajili yake, hata kama mwanadamu anaelewa lile lengo au haelewi, lakini lazima anakuwa na lengo lake. Sayyidina al-Islam anaendelea kusema zaidi kwamba bila shaka kuumbwa kwake lengo lake ni moja, kwamba amtambue Mwenyezi Mungu na aje karibu na Mwenyezi Mungu na yeye awe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kwa ajili ya kutekeleza wajibu na lengo hili, Mungu ametufundisha namna ya kufanya ibada na Mungu ametufundisha njia za ibada, na ile njia ni swala. Mungu anasema inna salata ala almu'minina kitaban mawquta. Bila shaka swala bila shaka waaminio wanalazimika kusali kila swala kwa nyakati zake. Sayyidina al-Islam anasema mimi napenda sana kitabu maquta, ni jambo hili mimi nalipenda sana, yani kusali swala kwa wakati ni jambo ambalo ni muhimu sana. Lakini katika dhama hizi sisi tunashuhudia kwa sababu ya udhuru mdogo mdogo au kwa sababu ya mambo madogo madogo watu wanaghafilika katika swala na wanasahau swala. Hata sio hii tu kwamba hawaswali swala kwa nyakati zake, bali wapo wengine ambao hawaswali, badala ya swala 5 wanaswali swala 3 au 4, yani wanakuwa wavivu katika swala zao. Mwenyezi Mungu amewaamuru waamini kwamba wao wanalazimika kuswali swala zote. Mungu anasema hafizu ala salawati was-salati al-wusta, yani lindeni swala zenu, hasusan swala inayokuja katikati ya kazi, mnalazimika kulinda swala ile. Lakini kwa sababu ya biashara na shughuli zingine, wapo wengine miongoni mwetu ambao hawaswali swala ya dhuhuri na alasiri kwa sababu ya vipindi vya TV au kwa sababu ya shughuli zao za binafsi, wanakosa swala ya maghrib na isha. Wao wanatoa udhuru ya kuwa na usingizi, kwa sababu ya hii hawaswali swala ya alfajiri. Basi kila mmoja wetu anatakiwa achunguze hali yake ikoje, na yeye achunguze kwamba je, sisi tunafuata amri za Mwenyezi Mungu au hatufuati amri zake. Katika hafla mbalimbali za jumuiya na katika mwezi wa Ramadhan wakiswali swala, wanaona kwamba wameshatimiza amri zote za Mwenyezi Mungu, wameshatekeleza wajibu wao, hata kama mwaka mzima baadaye hawafuati amri za Allah, wao hawajali. Hiyo sio dalili na sifa ya maaminio. Kwa kueleza umuhimu wa swala, Mwenyezi Mungu na mtume wake wanasema nini, sikilizeni kwa makini. Mwenyezi Mungu anasema innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir, yani wanaimarisha
misikiti ya Mwenyezi Mungu wale tu ambao wanakuwa na imani juu ya Allah na juu ya siku ya akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu umuhimu wa swala kwamba mnaposhuhudia mtu fulani anakuja misikitini kwa ajili ya swala, basi muwe shahidi kwamba yeye ni mwaminio, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema misikiti ya Mwenyezi Mungu inaimarishwa na wale tu ambao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile wanakuwa na imani juu ya akhira. Kwa hiyo akija misikitini, basi muwe shahidi kwamba yeye ni mwaminio. Hazur anasema sisi sote tunadai kwamba sisi ni waaminio, lakini sawa na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, waaminio ni wale tu ambao wanatekeleza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na wao wanafanya hivi kwa sababu wanakuwa na imani juu ya Allah na akhira. Hapa imekuwa wazi jambo hili pia kwamba kuja misikitini haitoshi, mpaka pamoja na hii mtu anatakiwa awe na imani juu ya Mwenyezi Mungu na siku ya akhira. Na yule ambaye anakuwa na imani hii na mawazo haya, bila shaka atakuwa na hofu ya Allah. Yeye akija misikitini hataleta fitna, yeye hatakuwa pamoja na wale waswaliaji ambao swala zao inakuwa maangamio kwa ajili yao. Yeye badala ya kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, waswaliaji wa aina hii wanapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Yeye hatakuwa na hali ya aina hii, bali hawa ni watu ambao wanakuwa na ucha Mungu kweli kweli, na wao wanakuwa waangalifu sana kuhusu akhira na kuhusu imani yao, na mioyo yao pia inakuwa laini, na wanakuwa na udugu na mapenzi na upendo, na wanakuwa wanyenyekevu na wanashika njia za ukweli. Wao wanasambaza mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Misikiti yao inakuwa misikiti ya amani, sio sehemu ya kuleta fitina. Ndio maana Mwenyezi Mungu amesema musimame kwa ajili ya swala katika misikiti ambao msingi wake umejengwa juu ya ucha Mungu. Wale waaminio ambao wanaimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu kwa kushika ucha Mungu, hawa ni wale ambao wanatekeleza wajibu wao, wanatimiza haki za Mwenyezi Mungu na viumbe vyake. Kwa kuwabashiria watu wa aina hii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, siku ya kiyama hisabu ya kwanza itakayochukuliwa kutoka kwa watu, kuhusu hisabu ile Mwenyezi Mungu atawaambia malaika wake kwamba mchunguze, muangalie swala za mtumishi wangu. Yani kitu cha kwanza ni kwamba muangalie, je, huyu alikuwa anaswali swala au la. Yule ambaye alikuwa mswaliaji alikuwa akiswali swala, basi yule amepita vizuri katika hesabu yake. Kisha Mtume anasema zaidi kwamba wale ambao watakuwa na upungufu katika sala zao za farz, kuhusu waaminio hawa, kuhusu watu hawa, Mwenyezi Mungu atawaambia malaika kwamba angalieni swala zake, je, alikuwa akiswali nafali katika maisha yake. Ikiwa kuna upungufu katika swala zake za farz, basi mutimize upungufu ule kwa nafali zake. Mwenyezi Mungu hapa amesema kwamba hawa ni watumishi wangu. Amesema neno hili kwamba hawa ni watumishi wangu kwa sababu ya hii, kwamba hawa watu wanafanya juhudi, na kwa kufanya juhudi yao wanakuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, na wanafanya juhudi ya kutekeleza haki ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini licha ya kuwa na hali hii, mtu ni mwanadamu, anakuwa mdhaifu, baadhi wakati anafanya makosa ya hapa na pale na anakosea. Katika hali hii, Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumsamehe mtumishi wake na kwa ajili ya kuleta rehema zake juu yake, Mwenyezi Mungu amesema kwamba nafali zake zihisabiwe pamoja na swala zake za farzi, hivi asamehewe. Sasa angalieni hapa, wale wanaswali nafali watakuwa wale tu ambao wanakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Nafal ni kitu ambacho kinaswaliwa kwa kujificha. Swala ya nafal haiswaliwi mbele ya watu, na
anaswali swala hii yule tu ambaye anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Na hawa watu ambao Mwenyezi Mungu amewaita watumishi wangu, na hawa watu pia wanakosea, wanafanya makosa hapa na pale, lakini makosa yao hayaendelei. Wao wanafanya juhudi ya kuondoa makosa yao na kurekebisha hali yao. Hii ndiyo ni hali ya rehema ya Mwenyezi Mungu, kwamba upande mmoja amesema kwamba swala sio kitu cha kawaida. Kitu cha kwanza kitakachoulizwa siku ya kiyama itakuwa swala. Kwa hiyo muzingatie swala zenu, msikose swala zenu. Lakini pamoja na kueleza hii, amesema kwamba ikiwa nyinyi kwa kushika njia ya uchamungu mnafanya juhudi ya kutekeleza haki ya ibada, katika hali hii zile nafali ambazo mnazoziswali thawabu yake itakuwa sawasawa na fardh. Na kwa sababu ya hii mimi nitawafunikeni chini ya shuka la ghufira yangu. Basi sisi ni wenye bahati nzuri ambao tumepewa neema hii, na Mungu pamoja na swala ya fardh ametukumbusha kuhusu nafal. Basi muaminio ni yule ambaye anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, na kwa kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa upande moja anatekeleza wajibu wake, upande mwingine anaswali nafali pia, kwa sababu nafali pia itasaidia siku ya kiyama. Basi hao ndio ni wale watu ambao wanakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu kweli kweli, na vile vile hao ni wale ambao wanashika njia ya uchamungu, na kwa sababu ya uchamungu wao huu wanaendelea kuzingatia mema, wanaendelea kufanya vitendo vizuri, na wao wanakuwa wapole, na badala ya kuchukua kisasi kutoka kwa wengine, wanakuwa na tabia ya kuwasamehe wenzao. Hawa kwa ajili ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wao wenyewe wanapendana wenyewe kwa wenyewe, na vile vile unyenyekevu unapatikana mioyoni mwao, na wao wanakuwa na nia ya kujitolea kwa ajili ya wengine. Basi kwa kuzingatia jambo hili, kila mmoja anatakiwa uchunguze hali yake kwamba je, sifa hizi zinapatikana ndani zetu? Je, yeye anakuwa na sifa za mwaminio? Ikiwa kuna mtu ambaye hana mapenzi kwa ajili ya nduguye, basi yeye hana ucha Mungu moyoni mwake. Yule ambaye moyo wake sio mpole kwa ajili ya nduguye, yeye sio mwaminio hasa. Yule ambaye watoto wake na wake zake hawapo katika usalama, hawa pia sio waaminio hasa, na vile vile hawana uchamungu. Na wale wake na watoto ambao wanaenda kinyume na uchamungu, hao pia sio wachamungu. Basi wale watu ambao kwa ajili ya hofu ya Mwenyezi Mungu wanapendana, hao ndio ni wale ambao wanakuwa na hofu ya Allah na wanakuwa na uchamungu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atatangaza na atauliza kwamba wapo wapi wale watu ambao kwa sababu ya jalali yangu na mapenzi yangu walikuwa wakipendana huko duniani. Sasa siku hii ambamo hakuna kivuli kingine isipokuwa kivuli cha rehema yangu, mimi nitafunika hawa watu wote chini ya kivuli changu cha rehema. Basi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kutekeleza wajibu wake na kutimiza amri za Mwenyezi Mungu, hawa ni wale watu ambao wanapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale watu hawana sifa za aina hii wanaweza kupata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Basi roho hii na hali hii inatakiwa ipatikane ndani yetu. Sisi tunasema kwamba mapenzi kwa wote bila kuwa na chuki kwa yeyote. Tunaposema maneno haya, basi kwanza tunatakiwa tuzingatie nyumba zetu na jamii yetu, ili sisi tuweze kuwafikishia watu ujumbe huu kweli kweli na vizuri na kama ipasavyo. Kisha kazi hii ni aina hii kwamba mtu akitoa juhudi kidogo tu, yeye anapata rehema ya Mwenyezi Mungu, anakuwa chini ya kivuli cha rehema yake. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitusihi sana ili tuwe na upendo na mapenzi. Sayyidina Muhammad sallam alisema, Muislamu ni nduguye Muislamu, yeye hamdhulumu.
wala yeye hamwachi peke yake bali anakuwa msaidizi wake. Amesema yule ambaye anamsaidia nduguye anaondoa matatizo yake, Mwenyezi Mungu anaondoa matatizo yake. Na yule mtu ambaye alimsaidia Muislamu katika hali ya usumbufu, basi siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atapunguza usumbufu wake. Na yule ambaye anamsitiri nduguye, basi siku ya kiyama Mwenyezi Mungu pia atasitiri aibu zake. Basi Mwenyezi Mungu kwa kupitia njia mbalimbali anaturehemu na anatujalia baraka zake, na yeye anafanya mpango mbalimbali wa kutusamehe sisi. Lakini kwa bahati mbaya ni mwanadamu ambaye kwa sababu ya kuwa na kibri, majivuno, na kwa sababu ya kuwa na tabia yake mbaya anamkasirisha Mwenyezi Mungu. Basi jambo hili ni jambo la hofu sana, na vile vile ni jambo la kufanya tafakur sana. Siku hizi za jalsa salana ambamo sisi tumeelekea kwenye mema, na sisi tumekuja kwa nia hii kwamba tutasikiliza mambo ya mema, na mioyo yetu pia imekuwa laini. Katika mazingira haya tunatakiwa tuchunguze hali yetu, na pamoja na kutimiza haki za Mwenyezi Mungu tutimize haki za wanadamu pia, na kwa unyenyekevu sisi tuweze kujua maana ya unyenyekevu ni nini. Katika hali hii sisi tunatakiwa tuchunguze kwamba katika ahadi bayet tulisema tutaepukana na ushirikina, tutajiepusha na ushirikina, na tutaswali sala zote. Na vile vile tulifanya ahadi kwamba kwa kawaida sisi hatutasumbua viumbe vya Mwenyezi Mungu, na hasusan Waislamu hatutawasumbua Waislamu, hatutawaudhi Waislamu. Na hali hii inatakiwa ipatikane kwa ajili ya watu wa nyumbani na kwa ajili ya watu wote, yani kwa ajili ya kila mtu. Mwanajumuiya anatakiwa awe na mapenzi na upendo, na yeye hatakiwi awe na tamaa ya nafsi yake na ashindwe na tamaa ya nafsi yake. Anatakiwa atendee vizuri watumishi wake na wafanyakazi wake na wale watu ambao wanafanya kazi chini yake. Na tuwe na tabia ya aina hii na hali ya aina hii kwamba hata kama mtu anataka kufanya uchunguzi aweze kufanya uchunguzi, na yeye aweze kufanya uchunguzi kwamba je, tunayosema vitendo vyetu pia vinafanana nayo au la. Ikiwa hali hii inapatikana, ndipo tunaweza kwamba sisi ni waaminio na tumetimiza haki ya bayeti yetu. Na katika masharti ya bayet, sharti moja ni hii kwamba sisi tutaepukana na kibri ya kila aina, na kwa kujiepusha na kibri tutakuwa na tabia ya unyenyekevu. Na Sayyidina Alayhi Salam hakusema kwamba hali hii ya unyenyekevu ipatikane katika jalsa salana au siku za jalsa salana tu, bali ahadi hii tulifanya wakati tulipojiunga na jumuiya, yani ahadi hii inapatikana katika masharti ya bayat. Basi tunalazimika kutimiza ahadi hii. Ikiwa tunatimiza ahadi hii, basi hii ni dalili ya kuchukua hatua moja upande wa ukweli kwamba tunatimiza ahadi yetu. Inatakiwa tuendelee kusoma masharti ya bayat, na mnalazimika muendelee kusoma masharti ya bayat, kisha mchunguze hali yenu kwamba je, nyinyi mnaishi maisha yenu sawa na masharti haya ya bayat au la. Ikiwa nyinyi hamishi maisha yenu sawa na masharti ya bayat, katika hali ikiwa tunadai kwa tutarekebisha dunia, basi sisi tutakuwa waongo katika madai yetu, kwa sababu kwanza sisi tunalazimika kuleta mabadiliko
ndani yetu pengine tutahesabiwa pamoja na wale watu ambao kwao Mwenyezi Mungu alisema maneno yao ni tofauti na vitendo vyao, na vitendo vyetu badala ya kuthibitisha ukweli wetu vitathibitisha uongo wetu. Wakati ikhtilafu ya amali na maneno itakapopatikana katika hali hii, yoyote tunayosema hatutakuwa wakweli katika madai yetu. Bila shaka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkweli na madai yake yote ni kweli. Bila shaka Mwenyezi Mungu alimwahidi kwamba atampatia ushindi na atapata ufaulu. Bila shaka Mwenyezi Mungu alimwahidi atampatia wafuasi wenye imani sana. Lakini ikiwa sisi hatuna hali ya aina hii na sifa za aina hii, basi hatutahesabiwa pamoja na wafuasi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi kwa ajili ya kupata baraka za bayat tunalazimika tuchunguze hali zetu, na vile vile tuzingatie malengo ya jalsa salana yaliyoelezwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa bahati nzuri katika siku 3 za jalsa salana tunapata nafasi ya kuzingatia malengo haya yote. Kwa hiyo kila mmoja achunguze hali yake badala ya kupoteza wakati wake hapa na pale. Anatakiwa afanye dua na istighfar, na vile vile aendelee kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na aendelee kuchunguza hali yake, ndipo tutaweza kufuata baraka kutoka baraka za jalsa salana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, jumuiya yangu yote isikie kwa makini wasia hii na sia hii, kwamba wale watu ambao kwa kujiunga nami wanasema ni wafuasi wangu, lengo la jambo hili lote ni kwamba hawa wote wafuasi wangu washike uchamungu wa hali ya juu na wawe waaminio, na wasifanye vitendo vibaya na wasifanye kitendo chochote kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni dalili ya uchamungu. Sayyidina Muhammad anaendelea kusema kwamba wao wawe waswaliaji swala 5, yani wasikose swala hata moja, bali waswali swala 5, wasiseme uongo na wasimuudhi mtu yeyote kwa ulimi wake. Wao wasifanye maovu ya aina yoyote, wao wasifanye shari wala ufisadi, wala wasilete fitina na ufisadi kwa ajili ya mtu yeyote. Wao waepukane na maasi na dhambi ya kila aina, na waepukane na mambo ya ufedhuli, na vile vile wajiepushe na vitendo visiwi ambavyo havina maana, na wawe wanyenyekevu na waishi maisha ya unyenyekevu, na mioyo yao iwe safi kabisa, na wawe watu ambao hawakuleta shari kwa ajili ya mtu yeyote, na wao wanakuwa wanyenyekevu na sumu ya aina yoyote haibaki ndani yao, na wao wanakuwa na lengo moja tu, kwamba wanawahurumia watu wote na wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na walinde ulimi wao, mikono yao na kila kiungo cha mwili wao. Vile vile waepukane na hiana ya kila aina, na waswali swala 5 kwa unyenyekevu na kwa makini sana. Na wasiwe na tabia ya kula rushwa, na wasiwe na tabia ya kuyanganya haki za wengine, na wasiwe na tabia ya kuwadhuru watu wengine, wala wasiwe na urafiki mbaya, yani wao wajiepushe na marafiki wabaya. Hazur anasema wazazi wanatakiwa wakumbuke na sahihi, na watoto pia wanatakiwa wakumbuke na sahihi. Wazazi waendelee kuwa waangalifu kwamba sije watoto wao wakapata urafiki mbaya. Baadhi wakati inatokea kwamba watoto wanakuwa na urafiki mbaya, lakini baadaye inapothibitika kwamba mtu ambaye amejenga urafiki nao, yule mtu hafuati amri za Mwenyezi Mungu, au yeye hajali kuhusu haki za wanadamu, au yeye ni mdhalimu, ni mwenye shari, na vile vile ni mwenye kufanya vitendo vibaya, katika hali hii mnalazimika kuepukana na yule mtu na
kujitenga kutoka katika yule mtu, kwa sababu mtu anatakiwa awe na urafiki mzuri. vile vile amesema mujitenge na mtu ambaye ni mwenye shari, na nyinyi msiwe na nia ya kumdhuru mtu yeyote, msiwe na nia ya kumdhuru mfuasi wa dini yoyote na mtu wa taifa lolote, yani mtu yeyote asipate madhara kutoka kwako, na nyinyi muwe wenye kutoa nasaha kwa ajili ya wengine. Na vile vile ikiwa mnataka kuwasihi wengine, kuwapatia nasaha wengine, katika hali hii mnatakiwa muwe wa kweli katika nasaha zenu, yani kauli yenu na amali yenu iwe ya aina hii kwamba nasaha yenu ilete athari juu ya wengine. Vile vile amesema kwamba wale watu ambao ni wenye shari wasikae karibu nanyi, wala wasikae katika manjumbani kwenu. Wao wanaweza kuwapotezeni wakati wote. Amesema kila mfuasi wangu ni lazima juu yake kwamba afuate nasaha yangu hii, na inatakiwa katika hafla zenu msifanye mambo ya dhihaka na fedheha kwa wengine, msiwashambulie wengine, muendelee kupata ushindi juu ya tamaa ya nafsi yenu. Wakati mnapoongea na wengine muongee kwa upole. Ikiwa mtu anatumia ujahili, basi nyinyi museme salamu na mondoke pale, msikae pamoja naye. Mwenyezi Mungu anataka kuwafanyeni jumuiya ambayo inakuwa mfano wa mwema na mfano mzuri kwa ajili ya watu wote wa dunia. Basi nyinyi muwe waangalifu sana, na nyinyi muwe kweli kweli wenye moyo safi na wacha Mungu. Muswali swala 5 kwa sababu mtatambuliwa kutoka katika swala zenu. Na vile vile mtatambuliwa kwa kupitia hulka zenu njema. Ikiwa sifa hizi zinapatikana ndani yenu, basi maana yake ni kwamba umeshatimiza haki ya bayat. Yule ambaye anaye begu ya kufanya uovu, basi yeye hawezi kubaki juu ya nasaha zangu hizi. Hazur anasema Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote kwamba tuweze kutekeleza haki ya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, sisi tuweze kutekeleza mategemeo ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, sisi kwa kupata faida kweli kweli katika jalsa zetu tuweze kuboresha hali yetu ya kiroho na elimu yetu, na sisi tuendelee kufanya vitendo vizuri katika maisha yetu yote. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر